أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता तकरीबन एक माह से ज़ायद अरसा Alifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala Ibn Asal Aziz anasema kwamba takriban zaidi ya mwezi mmoja uliopita nilikuwa katika ziara ya nchi mbalimbali za Ulaya kama Germany, Norway, Holland, Denmark, Belgium na kadhalika. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, katika ziara hii ya nchi za Ulaya kila mara tuliona fadhili za Mwenyezi Mungu. Kama ni kawaida kwamba katika jumuiya imani ilionekana sana, na vile vile kwa fadhili za Mwenyezi Mungu wale wasiokuwa na jumuiya pia athari ya jumuiya ilionekana, na vile vile jumuiya imejitahidi kuongeza uhusiano na wasiokuwa wa Ahmadiyya, na vile vile wale wasiokuwa na jumuiya na Waislamu walikuwa hamu ya kuelewa kuhusu Islam. Hii ni fadhili za Mwenyezi Mungu kwamba kila hatua ya jumuiya inapata maendeleo. Zaidi ya juhudi yetu kuhusu Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, na kupitia kwake ujumbe wa Islam unaendelea kufika na matokeo yake mazuri yanapatikana. Na hii ni dalili ya ukweli wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam ambayo inathibitisha imani ya manajumuiya. Ikiwa ingekuwa swali ya juhudi ya manadamu, juhudi yetu sawa na hali ya dunia, jumuiya yetu ni ndogo sana. Haiwezekani kwamba watu waitikie kuhusu jumuiya, lakini maendeleo haya yanayopatikana haya ni sawa na ahadi za Mwenyezi Mungu, na ahadi hizi zinaendelea kutimia. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema kwamba kuhusu jumuiya yetu Mwenyezi Mungu ameahidi sana. Akili ya manadamu na ufahamu au sababu njia mbalimbali za dunia haziwezi kutufikisha katika kuhusu ahadi hii. Kisha anasema kwamba wale ambao ni wapinzani wetu wanaona sawa na maoni yao, na
जमात sawa na hali yao ya kidunia kwamba hii pia उनके उलमा ni kundi la dunia kama डालती है wengi wa कि शायद waislamu wanasema चीज है दुनियावी kuhusu jumuiya kwamba jumuiya ni kundi la dunia इस्लाम को बदनाम किया जाता है आपको तरह तरह के नाम दिए जाते हैं na और हमारे दिलों पर नेशजनियाँ की जाती wanaleta shutuma dhidi ya sayyidina alayhi salatu wasalam na wanampatia sayyidina alayhi salatu wasalam majina mabaya na kwa kufanya hivi wanatuudhi sana हूँ hawa सिलसिले को कायम किया wanafahamu nini si muhimu sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba mnajua kwamba Mwenyezi Mungu ameanzisha jumuiya hii na kwa fadhili zake jumuiya hii itapanuka और ना ही उस ikiwa isiwe nia ya Mwenyezi Mungu na msaada Mwenyezi Mungu hakuna ये चाहता है taifa ambalo linaweza kupata maendeleo lakini wakati Mwenyezi Mungu anapotaka kuhusu नशोनुमा taifa lolote basi lile taifa linakuwa kama begu इस कौम की तरक्कियों को kama kabla ya kupanda mbegu hakuna anayeweza kujua kuhusu matokeo yake na maendeleo yake na kuhusu jumuiya hii pia watu wanaona kwamba hii haiwezekani ipate maendeleo जमाती तरक्की lakini ni msaada wa Mwenyezi Mungu kwamba tunaona kila wakati unapatikana और ज्यादा बुखला kwa kuona maendeleo ya jumuiya इसलिए watu wa dunia na wapinzani जोरों पर है wamepoteza fahamu wao दिला चुका हूँ ndiyo maana upinzani wa jumuiya umezidi sana ni katika hutuba zangu nimeshawahi kueleza sinama alayhi salatu wassalam amesema kwamba Mwenyezi Mungu जमात के जरिए से ameamua kwamba jumuiya ipate maendeleo na ushindi wa Uislamu upatikane kwa kupitia jumuiya ya sinama alayhi salatu wassalam na itatokea hivyo inshallah taala इस जमात na uadui na upinzani wa hawa watu wote utaenda bure na kila mwenye tabia nzuri atajiunga na jumuiya inshallah taala करता हूँ kama आज भी आपके ni kawaida yangu kwamba baada ya kurudi katika ziara yangu naeleza habari ya ziara yangu leo pia nitaeleza kuhusu ziara yangu maelezo बाज बातें हम बयान कर देते na taarifa inaendelea kutolewa katika Al-Fazl हैं मुख्तलिफ रंग में naeleza mambo kadhaa हैं, उन पर कुछ रोशनी पड़ती है mambo haya अपनों yanaonyesha fadhili za Mwenyezi Mungu zinapatikana namna gani दौरों के दौरान मिलने से wanajumuiya गैरों को दुनियादारों को wakati जिनकी naenda kutembelea nchi wanapata faida उनको भी lakini wale watu wa dunia ambao si wahamadia wao pia तस्वीर पेश करने का मौका wanavutika kwa Islamu na wao pia wanafaidika सदान na anapata nafasi na bahati ya kueleza picha halisi ya Islam ये समझते हैं wengine wenye siasa na wasomi दुनियावी फायदे की खातिर na viongozi mbalimbali wa serikali wanaona kwamba अपने माहौल में अहमदी kwa ajili ya faida ya dunia na kwa ajili ya kuboresha mazingira पैगाम देते हैं और इस्लाम की एक खूबसूरत तस्वीर wanajumuiya अक्सर जगह wanapeleka ujumbe wa mapenzi na wanaonyesha mifano yao mizuri मेरे से बराह रास्त सुनना चाहते kila sehemu क्या है au sehemu chungu mzima naona kwamba क्या भी हो watu wanataka kunisikiliza kwamba jumuiya ni nini ingawa wanajumuiya tayari wanawahubiri lakini kwa ajili ya kupata utulivu wanataka kusikia kwangu तो kwa hivyo kukutana nao वसत के ninapokutana na wasiokuwa wahmadhia शकूक pamoja na mambo mengine na pamoja na kuongeza uhusiano मौका मिलता है na जैसा कि मैंने पहले napata nafasi nzuri ya kutoa पर dhana yao mbaya kuhusu mafundisho ya Islam अल्लाह ताला के फजल से kama nilivyosema kwamba एक खास कोशिश कर रही है jumuiya ya Germany kwa fadhila za Mwenyezi Mungu kwa kuongeza uhusiano na wasiokuwa Waislamu inafanya juhudi sana से इस्लाम का पैगाम
na juhudi yao imezidi sana kuliko zamani, जर्मन कौम में na kwa sababu ya hii ujumbe wa islam इस मर्तबा भी इन इन ताल्लुकात unafika haraka sana, na vile vile jumuiya pia inatambulika मुझसे मिलवाने का इंतजाम katika safari hii. Pia wale ambao walikuwa marafiki na walikuwa na uhusiano na jumuiya, तो यूनिवर्सिटी wanajumuiya, jumuiya Germany ilipanga mpango wa kukutana nami ने मिलवाने का इंतजाम किया था। katika Frankfurt. अल्लाह के फजल से Profesa wawili walikuja kukutana nami na vijana wawili walifanya mpango wa kukutana nami, wale profesa wawili. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, katika Germany vijana बहरहाल wameamka na naona kwamba wanapenda kufanya mahubiri. जहाँ दूसरे जमाती प्रोग्राम हुए Nitaeleza habari ya फ्रैंकफर्ट में mulakat kadhaa, yani ya kukutana na watu kadhaa, na pamoja na hii nitaeleza habari ya jumuiya pia. Katika Frankfurt kuna jumuiya, kuna chuo kimoja और profesa wawili walikuja kukutana nami, wote wawili ni madaktari, Gary Haeckel और ये दोनों na इस्लामिक Fresh स्टडीज Fuse, यूनिवर्सिटी में अरबी भी इनको आती है, na hawa wawili इस्लाम का ni profesa wa Islamic Studies katika chuoni, na wanaelewa lugha ya Kiarabu na wanaelimu sana ya Islam, की हुई है। na mmoja wao amefanya specialization katika lugha ya Kiturki. इस्लामी तारीख के थे, फिर इनसे इस्लामी तारीख के बारे में भी बातें हुई Makala yao ilikuwa kuhusu historia ya Islam, कि सिर्फ मौरखीन na nilizungumza nao kuhusu historia ya Islam. मौरखीन जो Niliwaambia भी मौरखीन से kwamba मुतासिर हुए हैं उनकी किताबें न पढ़ें, wanahistoria बाज़ से मौरखीन wenu माखज़ हैं। au wale ambao wako chini ya athari ya wanahistoria wa magharibi, msisome vitabu vyao, इसी तरह musome vitabu vya किताब wenye historia ambao wameandika kwa kufuata hadithi za Mtume saa salam. Vile vile kuna kitabu cha Hadhrat Mirza Bashir Ahmad Sahib kuhusu siratu nabii, sehemu yake moja imeshafasiriwa katika lugha ya Kijerumani. बयान की गई Nimepatia kwamba wao wasome, na kwa kusoma hii niliwaambia ये सब इसका तर्जुमा हो जाए। mtajua kwamba sira ya Mtume saa salam imeelezwa namna gani. सीरत के साथ साथ Mwenyezi Mungu afanye kwamba sehemu yake ya pili pia kichapishwe na kifasiriwe. बहरहाल इनकी लाइब्रेरियों में Kitabu hiki यूनिवर्सिटी की kinasaidia sana kuhusu kupata majibu dhidi ya और mafundisho ya Islam. ये सीरत की किताब जो इंग्लिश में तर्जुमा हो चुकी है ये भी रखवाने का Vile vile 5 volume ya commentary, उनको मैंने MTA का भी कहा कि na vile vile kitabu hiki pia nimewaambia iwekwe katika maktaba ya chuo kile. Nimewaambia kwamba waangalie MTA pia, kwa kuona MTA wenye tabia nzuri wanajua kuhusu uhakika wa Islam na wanajua mafundisho sahihi ya Islam kwa kuangalia MTA. Akasema kwamba प्रोफेसरों से kuhusu Al Azhar University wa Misri hali ikoje? Je, umezungumza nao? Nilimwambia kwamba wakati fulani miaka michache uliyopita फौजी साहब वगैरह ने एक किताब tulizungumza na की थी उनको भिजवाने के लिए maulama wa kule, kisha दी गई थी, लेकिन Arabi Desk iliandaa kitabu kimoja kwa ajili ya kuwatumia, na kitabu kile kiliwatumia, lakini watu hawa mioyo yao ni migumu, lakini wale ambao ni wenye tabia nzuri wakisoma kile kitabu mioyo yao बाद में itafunguliwa. Na mazungumzo haya yalikuwa ndefu sana na walipata athari sana kwa sababu ya mazungumzo haya. उन्हें कुछ फासले पर Katika Frankfurt misikiti miwili 150 किलोमीटर से ज्यादा और एक inajengwa किलोमीटर के अंदर दो मसाजिद katika hatua fulani, takriban kilomita 150 na mingine ni katika kilomita 71. misikiti hii miwili, misingi ya jiwe la misingi iliwekwa मेयर जो थे वो आए हुए थे। wakati wa sherehe ya kuweka jiwe la msingi. Deputy mayor wa mji alikuja, अल्फाज कहे मैंने na katika sherehe ile के हवाले से बातें की, लेकिन बाद में yeye deputy mayor pia
ये देखें जहां alizungumza na mimi pia nilitoa hutuba, ये सिर्फ lakini baadaye wakati wa mazungumzo yeye akasema kwamba nimesikia sasa, angalieni hali ya ujahili. Hali hii si ya zamani, bali katika dhama hii ya का पढ़ना masomo pia. Akasema kwamba इस्लाम में जुर्म hali hii inapatikana. Akasema kwamba nimesikia kwamba wasiokuwa waislamu hawaruhusiwi kusoma na kugusa Qurani tukufu. Nikamwambia, nani amekwambia? Sasa hivi umesikia Qurani tukufu umesomwa mbele yako. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa kwa ajili ya dunia nzima, alikuwa kwa ajili ya wanadamu wote, इसलिए बिल्कुल गलत आपने सुना है, na Qurani tukufu छुपे हुए आपको दिए जाएं। ni rehema kwa ajili ya kila mwenye tabia nzuri. Lazima कुरान करीम hii si sahihi mliosikia. Sisi tunafasiri Qurani tukufu, wewe usome tafsiri ya Qurani tukufu. जो कुरान करीम Hii ndiyo ni hali ya Waislamu, पे रोके डालने की कोशिश की जाती है। गुज़श्ता दिनों wanasema hivi si hata siku hizi, के भारत में इंडिया na ikiwa wanajumuia wanafasiri Qurani tukufu katika lugha mbalimbali, wanaleta kizuizi. Hivi karibuni katika Delhi, India, maonyesho ya Qurani tukufu ilipangwa, खूबसूरत तरीके से na maonyesho yalikuwa makubwa sana katika maeneo mazuri sana ya Delhi, na maonyesho yalipangwa vizuri sana ईसाई और अच्छे पढ़े kuhusu mafundisho ya Qurani tukufu. नुमाइश थी। Mabaneani, singasinga na Wakristo na Waislamu wengine wasomi pia walikuja kuangalia maonyesho yale. कि वहाँ Maulamaa wa ना पैदा हो जाए। jina walipiga kelele sana wakati wa maonyesho haya, na serikali ilifikiria isije ikatokea ufisadi. Kwa hiyo siku ya tatu serikali iliomba jumuiya kwamba maonyesho yafungwe, और कुरान करीम na katika magazeti makubwa watu walisifu sana kwamba maonyesho yalikuwa mazuri sana, na tulijua kuhusu Qurani tukufu na kuhusu mafundisho ya Qurani tukufu. Na Waislamu wengine waliandika हमेशा रोड़े kwamba hatukujua की हैरत होती kabla ya maonyesho haya kuhusu mafundisho ya Qurani tukufu, lakini wapo Waislamu ambao wanaweka vizuizi. से कि कहीं मैं अफसोस करने गया Na hivi karibuni nilikuwa naangalia barua, तो वहाँ बातें होती नहीं। mtu mmoja kutoka Pakistan akaniandikia kwamba mimi nilienda kwa ajili ya kumpa pole rafiki yangu moja asiyekuwa mwanajumuiya. Basi kule mtu mmoja akasema kwamba nimesikia kwamba jinsi ya kujiunga jumuiya au कुरान करीम रख देते हैं, njia ya kuingia katika jumuiya ni hivi kwamba mtu anafungwa chumbani, kisha Qurani tukufu inawekwa juu ya kabati, kisha anaambiwa kwamba atingishe ile kabati. Ikiwa Qurani tukufu ikianguka, basi wewe umekuwa mwanajumuiya mkweli kabisa. Haya ni maoni na ni uongo ya hawa watu. कोई सोचने समझने Zaidi ya hii kwamba sisi hatuwezi kusema zaidi ya hii kwamba iwe laana ya Mwenyezi Mungu juu ya hawa watu. Akili yao imepotea kabisa. फ्रैंकफर्ट के क़याम के दौरान Nazungumza kuhusu Germany. Katika Germany, और अतफाल और लजना के wakati nilipokaa katika mji wa Frankfurt, umeshawahi kuangalia katika MTA kwamba ilikuwa ijtimaa ya khudam, atfal na lajna, na nilishiriki, na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu फैसले में अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत डाली। kwa sababu ya kwenda kwangu kule na kwa sababu ya kushiriki katika ijtimaa, Mwenyezi Mungu aliweka baraka sana katika ijtimaa hii. Na mara ya kwanza mimi ni katika ijtimaa hii niliwahutubia watoto hutam sawa na akili yao, कबूल करेंगे, दुआ करें na nilianza kupata barua kwamba sasa sisi tutafuata nasaha zako, utuombee tufuate nasaha zako. Na nilitoa nasaha kuhusu mobile phone na kuhusu mambo ya TV na internet kwamba watoto wanatumia kwa muda mrefu sana kule. हमारे बच्चों Sasa watoto wameahidi kwamba hawatafanya hivi. के हर Kwa jambo muhimu ni kutumia njia ya katikati ya wastani. Watoto wetu wanatakiwa wajue kwamba hata kazi ambayo inaruhusiwa बस inatakiwa ifanywe kwa kufuata njia ya wasitani, तो इन बच्चों na haitakiwi mtu afanye mambo ambayo yanakatazwa ikiwa
roho hii inapatikana ndani ya watoto wetu, basi watoto wetu na vijana wetu future yao itakuwa mzuri na italindwa, na vile vile tarbiyati ya jumuiya itafanyika vizuri. vile vile khudamul ahmadiyya pia kwa kusikia nasaha zangu waliitikia vizuri. Mwenyezi Mungu awajalie wafuate nasaha zangu zote na wapatie ujira kwamba kwa kusikiliza hutuba zangu mara moja wanatii. Katika lajna pia programu ilifanyika vizuri, lakini kuna jambo moja nataka kuwakumbusha lajna, si lajna wa Germany bali kina mama wa dunia nzima, kwamba sawa na hutuba yangu mwanamke mmoja aliniandikia kwamba katika ukumbi mkubwa mazingira yalikuwa mazuri sana, kina mama walisikiliza vizuri, lakini katika ukumbi wa watoto walikuwa wanapiga kelele, lakini kina mama walikuwa wanazungumza sana, walikuwa wanapiga kelele sana. Kwa hiyo kina mama ambao wanapewa ukumbi kando kwa ajili ya watoto, wao wanatakiwa wazingatiwe kwamba wajaribu kuwanyamazisha watoto kwa ishara, na wao wasikilize vizuri hutuba zote na programu zote. Hawapewi ukumbi kando ili wapige storia na wazungumze sana, na wasimamizi wanatakiwa wazingatie sana jambo hili. Katika mji wa Frankfurt mipango mingine ya jumuiya pia ilipangwa na ilifanyika, na kama nilivyosema hali yake itaelezwa katika taarifa. Na nilikaa kule takriban wiki 2 na kisha baadaye nilienda Norway. Kama umeshawahi kusikia katika hutuba yangu kwamba katika Norway ufunguzi wa msikiti wa Nasr ulifanyika. Watu wengi walienda kule kutoka hapa, pia wameona ni msikiti mzuri sana, na si msikiti mkubwa wa Ulaya kaskazini, bali mimi nina hakika kwamba baada ya msikiti wa Baitul Futuh, yani baada ya msikiti huu wa hapa, msikiti wa Norway ni msikiti mkubwa wa Ulaya. Jumuiya ya kule ni ndogo sana, lakini kwa kuona msikiti ule inaonekana kwamba ni jumuiya ni kubwa sana kule, au jumuiya ya kule ni jumuiya ya watu matajiri sana. Lakini mambo haya yote mawili si sahihi. Si jumuiya kubwa kule wala si jumuiya ya watu matajiri sana, lakini kwa sababu ya kuitikia na kwa sababu ya kujua majukumu yao, wao walipoitikia, basi msikiti ulijengwa. Wakati wa halifa mtukufu wa 4 kiwanja kilinunuliwa kwa ajili ya ujenzi msikiti ule, na wakati huo ukumbi mmoja ulijengwa kama ni basement ya msikiti. Labda walikuwa na mpango wa kujenga basement ya msikiti, lakini baadaye mchochoro ulibadilishwa, na wakati huo makao makuu iliwasaidia pound 304, na baadaye waliambiwa kwamba wajenge msikiti kwa kutumia nguvu yao. Mwaka 2003 niliwakumbusha wakati huo lakini wanajumuiya wa Norway walikuwa hawaitikii, na mara kwa mara vizuizi mbalimbali vilianza kupatikana na walinisumbua sana. Baadaye hatimaye niliwaambia kwamba mujenge msikiti sawa na maoni yenu. Ikiwa nyinyi hamwezi kujenga msikiti mkubwa, basi jengeni msikiti mdogo katika sehemu nyingine. Na kisha jumuiya pia alianza kufikiria kwamba kiwanja kile kiuzwe, lakini wengine wakasema kisiuzwe. Baadaye mwishowe iliamuliwa kwamba kiwanja kile ni kizuri sana, na barabara inayopita katikati ya mji kwenda uwanja wa ndege, kiwanja kile ni pale sehemu ya juu, si haitakiwi uzwe. 2005 nilipokwenda kule, kwa bahati niliposwalisha Ijumaa kule,
na ukumbi uliokodishwa pale ulikuwa karibu na ukumbi ule wa msikiti. में मस्जिद Niliwakumbusha kule katika hutuba yangu kwamba insha allahu taala katika Norway misikiti itajengwa, si misikiti miwili mitatu, bali kila sehemu misikiti itajengwa katika nchi hii, na hii ni kudra ya Mwenyezi Mungu kwamba ataeneza jumuiya hii. Lakini kizazi chenu kizacho kitakapopita katika sehemu hii kitasema kwamba sehemu hii, kiwanja hiki hii kilikuwa kizuri sana na wazee wetu, babu zetu walinunua, lakini walikosa plot hii kwa sababu ya vitendo vyao. Jitahidini, ahadi mliofanya mujaribu kutimiza. Niliwakumbusha sawa na takriban kwa maneno haya, na niliwaambia kwamba waweke mifano mizuri kwa ajili ya kizazi kijacho. Huzur anasema kwamba hii pia ni uzuri wa jumuiya ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, kwamba nasaha zinazotolewa na halifa wanajitahidi kufuata na kuitikia, na wanapata imani na shauku sana. Ndiyo maana Sayyidina alayhi salatu wassalam alisema kwamba kwa kuona imani na utii wa jumuiya na shangaa sana. Kwa hivyo jumuiya ya Norway iliponuia na walipoamka, kwa sababu walipokumbushwa, basi waliweka mifano mizuri sana, na hali yake ni ndefu sana. Nilieleza katika hutuba yangu ya Norway, takriban milioni 100 krone ilitumika katika ujenzi wa misikiti. Wengine labda hawajui kuhusu krone, lakini hii ni milioni 12 pound, si laki 12, bali milioni 12 iliyotumika katika ujenzi wa misikiti ule. Na kama niliyosema kwamba wale wanajumuiya wa kule si matajiri sana, lakini walipokumbushwa na walipofahamishwa kwamba kwa ajili ya kizazi kijacho mnaacha mfano gani, na wao hawakupata shauku ya muda tu, bali walipata shauku iliyoendelea. Na hii ndiyo ni sifa ya wanajumuiya. Ikiwa ingekuwa shauku ya muda, wangechoka baada ya mwaka mmoja. Na vizuizi pia vilipatikana mbalimbali, na wasimamizi walianza kuniandikia barua pia, lakini walipokumbushwa tena waliitikia. Hatimaye baada ya juhudi ya miaka 5-6 msikiti ule mkubwa umejengwa, na jumuiya ya kule ni ya idadi ya wanajumuiya 700 au 800, na inaonekana wakati mtu anapokwenda uwanja wa ndege. Na waziri mkuu pia alikiri kwamba ni msikiti mzuri ambao umejengwa kule, na kila siku magari takriban 80,000 au 90 yanapita karibu na ule msikiti, na watu wanaangalia msikiti wa Norway. Na inasemwa kwamba mtu anapokuwa na hamu ya kijambo fulani, basi anatumia juhudi yake yote kwa ajili ya kupata kile kitu. Inaonekana jumuiya yetu ya Norway hali hii imepatikana ndani yao, na zamani hali yao ilikuwa hii kwamba miaka 10 waliendelea kutafuta njia mbalimbali ya kujenga kujenga misikiti, na waliendelea kueleza shida yao. Na sasa wanasema kwamba kuna mji mwingine Kristiansand kule Norway, na kule ni jumuiya ndogo sana, kwamba wanasema kule pia tutajenga misikiti, na matumizi yake pia ni makubwa sana, kwa sababu vitu ni ghali sana katika Norway. Nimewaambia kwamba sasa hivi mmejenga misikiti, jinsi gani na namna gani mtajenga misikiti mingine mara moja. Lakini mashaallah wamepata imani na shauku kiasi hivi kwamba wanajumuiya wameniambia kwamba inshallah taala sisi tutajenga, Mwenyezi Mungu atafanya fadhili zake. Basi hii ni shauku na imani ambayo inapatikana ndani ya wanajumuiya. Anaponuia
रोग जो basi hakuna kizuizi kingine chochote. Ikiwa nia ni safi, basi kizuizi kinaondoka, na kila kizuizi kinaondoka kinayochukua katikati ya ile nia. और ये सब चीज़ जो है किसी फर्द का या उन चंद अफराद का कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला का फजल है कि बरकत डालता है और दिलों को na hii si kazi ya watu wachache, bali hii ni fadhila za Mwenyezi Mungu kwamba anaweka baraka na anabadilisha mioyo ya watu अल्लाह ताला na anatimiza ahadi. Na hii ni dalili za kutimia ahadi za Mwenyezi Mungu alizozifanya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Mwenyezi Mungu alisema yansuruka rijalun nuhi ilaihim minas samai, yani watu watakusaidia ambao tutawafunulia kutoka mbinguni. Basi watu waliponuia na walipofanya maombi na walipomtegemea Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu pia alifungua mioyo yao kiasi hiki kwamba wako tayari kusaidia kila wakati kwa ajili ya kusogeza kazi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam na kwa ajili ya kutimia hamu ya Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba kwa ajili ya kutambulisha Islam jengeni misikiti ambao wanaojenga misikiti hii ni wale ambao wanafuata amri zote za Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakifanya hivi, basi Islam itafahamika na itajulikana vizuri kiasi hiki kwamba kwa kuona uzuri wake dunia inashangaa. Basi wanajumuia kwa ajili ya kazi hii nzuri walijitahidi kubadilisha hali yao. Mwenyezi Mungu pia aliwajalia na aliwazesha na anaendelea kufanya hivi katika maeneo mbalimbali ya dunia. Katika ziara yangu hii nimeona kwamba watu wamezidi sana katika imani na utii. Mwenyezi Mungu aendelee kuongeza imani yao na utii wao, na Mwenyezi Mungu aendelee kuongeza imani ya kila mwanajumuiya. Norway pia ni miongoni wa nchi ya Ulaya ambapo kuna haja sana ya kuzingatia malezi. Safari hii nilipowafahamisha kina mama, kina baba na vijana, katika macho yao niliona haya na majuto pia, na vile vile niliona kwamba wananuia kwamba sisi tutajitahidi kuondoa makosa yetu, hasusan wakfina nao na mabinti wakfate nao waliahidi wakati nilipowaambia katika klasi yao kwamba majukumu yao ni nini, na mabinti wakfate nao walinuia na waliahidi kwamba watabadilisha na watajitahidi kubadilisha mazingira yao, na walijuta kwamba hijabu yao ni kosa na upungufu unapatikana katika hijabu yao. Watajitahidi kuondoa na kurekebisha hali hii katika mazingira ya jumuiya na katika nje ya mazingira ya jumuiya pia watakuwa mfano. Mwenyezi Mungu awazeshe na Mwenyezi Mungu amwezeshe kila binti na kila kijana duniani kwamba awe mfano kwa ajili ya watu wengine. Ikiwa vijana wetu wanapata malezi, basi inakuwa dhamana ya kizazi kijacho na Mwenyezi Mungu anaweka baraka. Katika jumuiya ya Norway nimeona maendeleo sana kuliko miaka 5 nilipokwenda kutembelea. Na Norway mikutano iliyofanywa na wasiokuwa Waislamu, nieleze hali yake kidogo. Nataka kushukuru serikali ya Norway kwa sababu kule katika mwezi wa Julai ilitokea tukio moja, na sawa na hali ya kule na walifanya ulinzi wa hali ya juu na walikuwa pamoja nami katika ziara yangu. Mwenyezi Mungu awapatie ujira mema
प्रोग्राम रखा हुआ था जिसमें kule mbunge mmoja katika भी मौजूद थे bunge aliweka sherehe moja na wabunge 5-6 walikuwepo pale na ilikuwa reception kidogo जो na mpango ule pia ulikuwa mzuri. President wa bunge थे उनसे भी मुलाकात हुई hapa kwetu anaitwa speaker wa bunge Anderson, nilikutana naye pia. से मौका मिला हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की बेइज्जत yeye pia alifahamishwa kuhusu jumuiya vizuri na खुद ही मुझे पूछने लगे lengo la kuja kwa Sayyidina alayhi salatu wassalam na mambo mengine pia. Nilipata nafasi ya kumwambia, akaniuliza tofauti, akaniuliza mwenyewe kama ni tofauti gani baina yetu na baina ya Shia na Sunni. Kwa hivyo niliendelea kuzungumza naye kwa muda mrefu. इसी तरह मुख्तलिफ अखबारात और रेडियो vile vile katika magazeti mbalimbali लिए na katika redio na katika TV छोटा सा मुल्क है wajumbe wa TV pia na waandishi wa habari pia walifanya interview yangu. Norway ni nchi ndogo लिया उसकी जो सर्कुलेशन है 3 na लाख 50,000 है population ya kule ni 5,000,000. अच्छे माहौल में उसने इंटरव्यू Gazeti ambalo lilichukua interview yangu linachapwa katika idadi ya 350,000. इन लोगों ने अपने इंटरव्यू में aliniuliza maswali kuhusu lengo la jumuiya, kuhusu mafundisho ya Islam प्रोग्राम में बयान की na लिए बयान करते walitoa katika magazeti yao, walieleza katika radio TV na waliendelea kueleza vizuri mambo haya yote. आए हैं इस किस्म के सवालात थे जिनके बड़े तफसीली जवाब उन्हें दिए Na vile vile jumuiya na halifa na lengo la ziara yangu ni nini, majibu ya maswali ya yote पूछ लेते थे walitoa vizuri. जमात का Na wao wenyewe pia walishuhudia kwamba बयान करते थे उससे और मुतासर होते थे na walipokuwa wakitoka nje na walikuwa wakiuliza kwa wanajumuiya pia, na wanajumuiya walipokuwa wakieleza hali yao का वजूद एक बने हुए हैं pia walitoa. Na walipokuwa wakiwauliza wanajumuiya, basi wanajumuiya walipoeleza hali yao na mapenzi yao na halifa, basi hali hii pia walieleza katika magazeti yao. क्या कहते हैं आपको मस्जिद क्यों नहीं कहने देते और आपको मुसलमान Kuhusu hali ya Waislamu pia tuliendelea kuzungumza kama wengine wanasema nini, sisi tunasema nini, kwa nini hawatuiti sisi ni Waislamu. Kwa ni mambo mengi, mambo chungu mzima. Mambo haya yote yataelezwa katika report, taarifa. नॉर्वे में जब हमारी रिसेप्शन हुई है मस्जिद की उसमें तकरीबन वहाँ लोग Ile sherehe ya ufunguzi wa misikiti iliyofanyika katika Norway, takriban दिफा watu 120 wananchi wa Norway walishiriki na wabunge 11 walishiriki na भी तफसीली कुछ बातें interior minister pia alikuwepo na alisoma ujumbe wa waziri mkuu. आपके दर्द को महसूस कर Na vile vile niliendelea kuzungumza naye kwa muda mrefu, सकना na ye akasema kwamba mimi naweza kujua उनको पहले ही मैंने भी कहा था hali ya moyo wenu, पैगाम भी आपको भेजा था और आपके दर्द को हम महसूस करते हैं क्योंकि हमारे अहमदी भी इसी तरह शहीद किए जाते हैं na nilimtumia ujumbe wakati tukio lile lililotokea katika Julai katika Norway. Nilimwandikia kwamba naweza kuhisi hali ya moyo yenu kwa sababu wanajumuiya wetu pia wanauawa. जो हैं इंसानी हमदर्दी की खिदमत vile vile तिबी खिदमत उनके बारे में तफसील से तारुफ किया kuhusu huduma za jumuiya मुसलमान तंजीम भी कोई ऐसी है pia जो काम कर सकती है alifahamishwa na kuhusu huduma ambazo zinatolewa katika elimu. Alishangaa sana, je, kuna kundi la Waislamu ambalo linaweza kufanya kazi hii? Yeye alisema kwamba amekuja kwa ajili ya muda kidogo fupi, kwa sababu 2:30 ilipangwa aende, पौने 8 बजे मेरी तकरीर lakini
वो आराम से बैठी रही. ilitokea kwa bahati kwamba wale wazungumzaji waliokuwepo kabla yake wakalizungumza kwa muda mrefu, lakini yeye aliendelea kukaa kwa utulivu, na sherehe ilikuwa ndefu sana, hafla ilikuwa ndefu sana. Nimeona katika nchi za Scandinavia watu hawakai zaidi ya dakika 30 au 35, lakini yeye aliendelea kunisikiliza zaidi ya dakika 50. Baadaye niliomba radhi, lakini akasema kwamba hapana, naona kwamba mimi nimetumia muda wangu vizuri leo. Na baadaye alikula chakula, na yeye alienda saa 3:30 usiku. Kwa hiyo kwa muda mrefu tuliendelea kuzungumza. Katika sherehe ile nilieleza kuhusu misikiti. Misikiti unajengwa ili ibada ya Mwenyezi Mungu ifanywe, na mwanadamu anapokuja kwa ajili ya ibada ya Mwenyezi Mungu, basi katika hali haiwezekani kwamba awe na fikira ya ugaidi. Katika Scandinavia kuna watu ambao wanaleta shutuma sana dhidi ya Qur'an tukufu na dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwa kuwapitia Qur'an tukufu au sawa na mafundisho Qur'an tukufu nilieleza vizuri sana. Nilisema kwamba hali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ya aina hii kwamba usiku alikuwa akifanya maombi sana kwamba Mwenyezi Mungu awaongoze watu na waweze kumtambua Mungu wao. Niliwaambia kwamba ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na nia ya kupata ushindi juu ya dunia, basi asingeamka usiku na asingefanya maombi, na maombi yake yalikuwa si kwa ajili ya ushindi, bali yalikuwa maombi haya yalikuwa kwa ajili ya amani ya dunia. Ilikuwa mpango mzuri sana ule, na kwa kupitia Qur'an tukufu pia nilizungumza nao kwa muda mrefu sana, bali nilieleza katika ile hutuba yangu. Kaunti wa Kalmarke, mwenyekiti wa kaunti hii pia alikuja. Katika nchi za Scandinavian vyama mbalimbali vya siasa vinaitwa chama kimoja na kinaitwa sister party, na wanasaidiana pia. Kwa hiyo mwenyekiti aliyekuja alikuwa mwenyekiti wa chama kinachotawala katika Norway. Yeye alitoa maoni yake vizuri. Aliwahi kushiriki katika jalsa yetu pia, na alieleza mwenyewe, na alisema kwamba jumuiya ni jumuiya ambayo inaeleza picha halisi ya Islam, na hakuna hatari ya aina yoyote kwa jumuiya hii. Jumuiya hii ni jumuiya ya amani hasa. Siku moja tulipata ujumbe kwamba waziri mkuu mstaafu pia anataka kuja kuangalia msikiti. Kwa yeye alipokuja nilizungumza naye vizuri huduma za jumuiya na maadui wanayofanya na jumuiya, mambo haya yote nilizungumza naye. मस्जिद है, इसकी वजह से जो तारुफ हुआ उसका भी एक अजीब है कि आलमी, na kwa kupitia msikiti huu uliojengwa jumuiya ilitambulika hivi kwamba kuna gazeti moja ambamo inatolewa habari ya ujenzi wa dunia mbalimbali. Watu milioni 10 au 11 wanasoma gazeti hili kwa kupitia website, na vile vile wao wana gazeti lingine pia ambao inatumiwa kwa watu 147 kwa wale watu ambao wanahusika na mambo ya ujenzi, na hawa watu ni member wa chama cha ujenzi. Na gazeti hile na website hii pia ilitoa picha ya misikiti wetu na ilitoa habari
ya misikiti kwamba ni misikiti mkubwa wa Ulaya kaskazini, na kwa ajili ya ufunguzi wa misikiti huu kiongozi wa jumuiya amekuja, खास तौर पे डिजाइन की गई है na hii ni landmark ya nchi इस तरह की खबर उसके साथ साथ na खबर भी उसमें दी गई। तो इस लिहाज से भी ujenzi wake ni aina yake na vile vile ni dalili ya amani. इस्लाम के तारुफ की भी पेश Kwa hivyo hivi pia, kwa hivi mafundisho ya Islam pia yalielezwa kwa urefu sana. सिस्कॉन मीडिया है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी और मैगजीन पब्लिशिंग, इसका भी एक अहम इसका एक अहम नाम है। Kisha kuna Siscon Media ya इसके हवाले से फिर अहमदियत की Intercom, na hii pia inafahamika vizuri. Hii pia इफ्तिताह के हवाले से kwa भी खबर kuhusu ujenzi wa misikiti na kuhusu jumuiya na kuhusu sherehe ilitoa habari ndefu sana katika gazeti lake. कि इसने वहाँ नॉर्वेजियन वजीर दिफा का ये भी कोट किया हवाला के वो कहती बाली- है नॉर्वे की तामीर में एक wali किरदार मजहब का भी है, इसलिए हमें हर एक के लिए bali walisema kwamba बोलने होंगे और हर एक को साथ मिलाना interior minister alisema kwamba kwa ajili ya ujenzi wa Norway कता नजर इसके dini pia inafanya kazi kubwa sana. Kwa hivyo tunatakiwa tufungue mioyo yetu kama tunaona hapa katika ufunguzi wa misikiti. महसूस कर रही हूँ। Maandishi wa habari anasema kwamba interior minister alisema ingawa si sehemu ya ibada yangu, lakini mimi nasifu sana sehemu hii ya ibada. फिर उसने दिखी मेरे हवाले से भी Hazur anasema kwamba kisha nilimpa rambi yule minister kwa sababu ya tukio lile liliyotokea katika Norway. Kisha kutoka Norway nilirudi Hamburg. और उनका अच्छी पोजीशन है पार्लियामेंट में। Hamburg pia wabunge wawili walikuja kwa ajili ya kukutana nami, तो na wao wana cheo kikubwa sana sawa na haki ya wanadamu na wanafanya kazi katika chama hiki. कुछ Nilizungumza nao vizuri कुछ देर बाद मुझे कहने लगे na nilimwambia haki za wanadamu ni nini. नहीं आया। Niliwauliza maswali kadhaa, na baada ya kidogo wakasema kwamba maswali unayotuuliza mimi sisi hatukuandaa vizuri, hatukufanya maandalizi kwa ajili ya majibu yake. Niliwaambia kwamba namna gani tunaweza kuleta amani na mafundisho Qur'an tukufu ni nini na nchi za Ulaya zinafanya nini siku hizi. Ni kwamba wana अब आप अहमदी दोस्त लेके आए थे उनको, उनसे कहते हैं कि इसने तो मुझे बास नए जाविये दिए हैं सोचने के, na wale wanajumuiya ambao waliwaleta wale wabunge wakawaambia ताकि हमें पता लगे kwamba huyu kiongozi wenu ametupatia zavia mpya kwa ajili ya kufikiria, na nitafikiria kuhusu maoni sawa na maoni haya ya kiongozi wenu, ili tunaweza kufanya nini duniani kwa ajili ya kuleta amani. Hazur anasema mimi niliwaambia kwamba उनका नहीं हो सकता। ni nchi ambayo inasema kwamba जाते हो kwamba watu wasifanya vurugu, na kwa mkono mwingine wanawapatia silaha pia, na kwa jina la amani mnaendelea kufanya dhulma, kwa kama ni mfano wa Libya mbele yenu, na wao walielewa. फिर बदले Na nilimwambia kwamba mafundisho Qur'an tukufu ni hivi kwamba ikiwa amani inapatikana na mnathibitisha amani, basi murudi, तुम अमल करोगे msizingatie नहीं तो नहीं, kwa ajili ya कुछ ना कुछ उन्होंने कहा मैं kujilipia. सोचूंगा कि Ikiwa mnafanya hivi, basi amani inaweza kupatikana, pengine haiwezi kupatikana. Kwa hivyo walielewa kidogo, na alisema nitafikiria, nitajaribu kuwafikishia marafiki zangu pia ujumbe wako. यहाँ से एक दिन हम डेनमार्क के एक शहर है नाक्सको, Kutoka hapa वहाँ भी गए थे। kwa ajili ya siku moja हमारे tulienda Denmark अल्बानियन और katika mji wa Nasko. लोगों की जमात है, तकरीबन 100 कूले अफराद हैं। यहाँ कोई पाकिस्तानी Ni jumuiya yetu ya wananchi wa Albania na Bosnian, ni watu takriban 100 kule. Nafikiri hakuna manajumuiya kutoka Pakistan, बाज na wao walikuwa na hamu kwamba mimi niende kule, na wao wana imani sana wale wanajumuiya wa kule.
na faida kubwa ilipatikana. Ilikuwa mambo ya malezi, nilijua kuhusu mambo haya. लेकिन बहुत ज्यादा बच्चों से Wengine, familia wengine imezidi sana katika imani kwa kuona imani yao na shangaa. एक रात वहाँ गुजारी थी Wakubwa na wadogo, watoto pia nilikutana nao. Kwa hiyo ilikuwa faida kubwa sana. Nilikaa siku moja kule, na jumuiya imenunua center moja kwa ajili ya swala ya jamaa, na का नुमाइंदा kule थे और कुछ और पढ़े लिखे लोग mayor, आए थे उनसे मुलाकात के लिए। mjumbe wa mayor ambaye alikuwa deputy mayor, na vile vile wasomi wengine pia walipokuja kwa ajili ya kukutana nami, तो उस पर उन्होंने वादा तो किया है कि इंशाल्लाह nilimwambia kwamba ikiwa tukipata kiwanja kwa ajili ya misikiti tutajenga msikiti. Aliahidi जमात एक पूरा inshallah taala. Haina sababu yoyote kwamba kiwanja kisipatikane. हमारी जो सेंटर बनाया गया है Yeye akasema kwamba nimeshajua kwamba jumuiya वहाँ के मुकाम ni jumuiya ya amani. Huu ni mji के कुछ पेड़ ambapo muda kidogo uliopita wale watu ambao ni dhidi ya Islam साथ दिया waliandika maandiko dhidi ya Islam na walitupa uchafu pia katika msikiti wetu, lakini serikali na viongozi wa serikali na polisi na viongozi wa serikali ilitusaidia sana, रहा है और walitusaidia sana. ये एहसास पैदा हो रहा है कि अहमदियत इस्लाम की वो Na तस्वीर kwa fadhila za Mwenyezi Mungu ujumbe wa Islam unaendelea kufika kwa wasomi, na wanajua kwamba Ahmadiyya inaeleza picha halisi ya Islam ambayo ni mafundisho ya amani. Na habari hii inapotolewa katika magazeti, kwa kupitia magazeti ujumbe unafika kwa watu wengine pia. पहली Kisha wakati wa kurudi गया है katika Belgium, Brussels, बुनियाद रखने की भी तौफीक मिली और इंशाल्लाह msikiti wa kwanza Baitul Majib jiwe lake la msingi liliwekwa, एक साल में मुकम्मल हो जाएगी na inshallah taala msikiti huu pia खूबसूरत मस्जिद बन रही nategemea मस्जिद होगी बेल्जियम katika mwaka mmoja utajengwa, hata kabla ya mwaka mmoja utajengwa, na ni msikiti mzuri unajengwa, na utakuwa msikiti wa kwanza wa Belgium. दिलबीकस का नाम है Kule pia wabunge kadhaa na mayor pia थे उन सब ने अच्छे ख्याल Dilbik wa mji wa Dilbik alikuja, और कुछ दूसरी na wabunge wengine pia walikuja, na wote walitoa maoni mazuri, na vile vile viongozi wengine wa vyama vingine pia walikuja pale, तालीम को खूब सराहा na wote walisifu sana ujenzi wa misikiti na mafundisho ya jumuiya. अपने तासरात में बाद में कहा Bali mayor alisema katika उन्होंने एक तो ये कहा कि mazungumzo yake तस्वीर दो सीडीज दो डीवीडीज दो इस सारे प्रोग्राम की उन्होंने कहा कि वो जमात अहमदिया के अमन के इस खूबसूरत पैगाम और इस मस्जिद kwamba को अपनी mtupatie picha zenu na CD ya आमादा करना चाहते हैं programu कि zenu. ऐसी खूबसूरत मस्जिद Nataka kuambia na kuwaonyesha watu viongozi wa council na watu wengine, मेरा खिताब जो था उनसे nataka इस तकरीब की कार्रवाई kuambia kwamba katika council yetu pia natakiwa msikiti wa aina hii ujengwe. हैदर साहब हैं वहाँ के Na मुलाकन हैं akasema kwamba hutuba yangu ataweka katika website ya council yake. Kisha kuna Fuad Haider Saheb wa Morocco, दुनिया भर के मुसलमानों yeye ni mbunge kule. Yeye नहीं है pia alitoa hutuba na akasema मेरे बारे में kwamba hakuna future ya dunia अमन और सलामती का bila khalifa, अपने पेशा na akasema इम्तियाज चाहे वो kuhusu mimi या दूसरे kwamba मुसलमान हों, सबको और इसी तरह अपने kwamba maoni yangu दूसरे अफराद को na mafundisho ya jumuiya anawafikishia watu wote, wawe waislamu au wasio waislamu, watawafikishia. मुझे एक दो मिल चुके हैं बड़े अच्छे शरीफ Bali alimwambia mbashiri wetu kwamba wiki hii anataka kukutana nami, na aliwahi kukutana nami. Ni mtu mzuri sana huyu, अपने ख्यालात का इजहार na anapenda jumuiya, तो अल्लाह ताला के फजल na से yeye ni shujaa sana na ni mzungumzaji mzuri, anaeleza vizuri maoni yake. ये Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, सियासतदानों या लीडरों की तवज्जो पैदा होती है पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो kwa sababu ya ziara yangu magazeti pia yanapata लेकिन फिर mwamko, na wanasiasa pia wanapata mwamko, na wasomi pia wanapata लगते चले जाएं mwamko. Kwa hiyo faida chungu mzima inapatikana, lakini Mwenyezi Mungu ataleta matunda
kwa sababu ya juhudi yetu. Mwenyezi Mungu aendelee kuleta matunda haya. कि इस तकरीब में शामिल होकर बेहद खुशी हुई. कहते हैं कि Bali mewa एजुकेशन mji fulani alikuja pale akasema, kwa kushiriki sherehe hii nimefurahi sana. और बतौर Leo anasema kwamba leo लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा इस तारीखी मौका minister mmoja alipanga kwamba atakuja katika mji wangu na mimi ni mayor. Ilikuwa muhimu kwamba niwe pale, lakini nikaona kwamba katika historia hii ya jumuiya, wakati halifatul masih yupo hapa, kwa hivyo niliona kwamba ni muhimu sana kwangu nije katika sherehe hii. Kwa hiyo nipo hapa kati yenu. Huzur anasema Mwenyezi Mungu amjalie na ampatie baraka. काउंसलर एक इलाके के उन्होंने कहा कि चूंकि इस मस्जिद की मंजूरी के लिए मैंने जमात अहमदिया बेल्जियम को Kisha deputy mayor na councillor wa sehemu fulani alisema kwamba kwa ajili ya kibali cha msikiti huu niliwasaidia wanajumuiya wa hapa. Kwa hivyo कहता हूँ कि जमात की मदद और ताउन का मेरा kwa फैसला hiyo बिल्कुल दुरुस्त था. leo nasema kwa furaha sana kwa kusikia hutuba ya halifa kwamba बल्कि ये मस्जिद uamuzi wangu wa kutoa msaada kwa ajili ya jumuiya, uamuzi ule ulikuwa mzuri sana. Kwa msikiti huu si msikiti tu, bali ni alama ya amani kwa ajili ya watu hawa wote. Kwa hivyo ziara yangu hii ilikuwa yenye baraka sana, na Mwenyezi Mungu aliweka baraka katika ziara yangu hii. कि ये मस्जिद Katika Belgium kuna watu kadhaa ambao ni dhidi ya Waislamu, na wao walitoa 2 दिन पहले जुलूस matangazo sana kwamba haitakiwi msikiti huu ujengwe, को जुलूस था. na walipanga maandamano pia, मामूली तादाद चंद na Alhamisi walifanya maandamano. Wale watu ambao माहौल को फेरा. walikuwa dhidi ya Waislamu na walikuwa watu wachache tu ambao walishiriki katika maandamano yao. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alibadilisha mazingira yote, na बहरहाल ये सब अल्लाह serikali हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ilikuwa na wasiwasi sana, lakini wasiwasi yote iliondolewa. ना लोग Kwa hiyo yote ni fadhila za Mwenyezi Mungu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam anasema kwamba juhudi yetu ni mchezo wa watoto. Sisi hatuwezi kutoa uchafu katika mioyo ya watu, wala कमाल उल्फत पैदा hatuwezi kuleta mapenzi ya Mwenyezi Mungu ndani ya mioyo yao, वजूद के हो जाएं. अल्लाह ताला का काम है. wala hatuwezi kuwapatia mapenzi ya kiasi hiki kwamba wawe kama ni mwili moja. तब किया है Hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Na kuhusu masahaba, Mwenyezi Mungu amesema अल्लाह बैन kwa kumhutubia Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwa allazi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minina wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a इन्नहु अज़ीज़ुन ma allafta baina qulubihim अपनी नुसरत से walakin allaha allafa baina qulubihim innahu azizun hakim. फट डाली कि अगर तू सारी Mwenyezi Mungu ambaye kwa msaada wake amekusaidia लेकिन खुदा na ameweka mapenzi ndani ya mioyo yao, ungetumia vyovyote viliyomo ardhini na mbinguni, usingeweza kuleta mapenzi haya. होता है. Mwenyezi Mungu ni mwenye adhma na mwenye hakima. Yule ambaye alifanya kazi zamani atafanya siku hizi pia. Basi Mwenyezi Mungu anapopanga, ताला अपने मुरसलीन के सिलसिले basi kazi ile inafanyika. Kama mwenye bustani anapoangalia bustani yake, basi bustani ile inakuwa vile vile. Mwenyezi Mungu pia anapoangalia bustani yake, basi ile bustani inakuwa na inaota. होते जाते हैं क्योंकि उनकी बिना सिर्फ इंसानी ख्याल Ikiwa si बस ये kutoka kwa Mwenyezi Mungu, basi watu wanapata maendeleo, lakini baadaye wanatawanyika kama baramu walitawanyika. जो भी मामूली सी Jumuiya Huzur anasema jumuiya hii na Mwenyezi Mungu itaendelea kupata maendeleo na inaendelea kupata maendeleo. Mwenyezi Mungu में बरकत डाले. atujalie tuweze kufanya juhudi yetu ili sisi pia tutoe sehemu yetu. नमाज के बाद Mwenyezi Mungu aweke baraka katika juhudi yetu na sisi tuone ushindi katika maisha yetu. Baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza ghaibu moja, ni ya 4 अक्टूबर Bi Khurshid Begum Sahiba, की वफात हुई थी. mwenyeji wa Sialkot. राजू Tarehe 4 wa Oktoba खीवा बाजवा alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. तजद गुजार Aliwahi kufanya समसलात की बाबा mwenyekiti wa kina mama wakiwa Bajwa kwa muda mrefu. Alikuwa
akiswali sala ya tahajjud, na alikuwa akiswali sala, na alikuwa akifunga saumu, na alikuwa akisoma Qur'an tukufu, na alikuwa akiwahimiza watoto wake kwa ajili ya swala na kuhusu usomaji Qur'an tukufu. Alifanya wasia mtoto wake mmoja Muhammad Iqbal Saheb ambaye ni mbashiri wa Madagascar, alikuwa mama yake. इनके बेटे ये जनाजे में शामिल भी नहीं हो सके, तो इनकी नमाज जनाजा इंशाल्लाह na yule mbashiri hakuweza kushiriki katika jeneza. नमाज के Nitaswalisha jeneza yake, jeneza yake ghaibu baada ya swala ya Ijumaa inshallah taala. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر